Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 1 hadi ya 5. Nitaisoma Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Kwa kuwa hukumu ile ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe! Itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vyema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, kwa nini Yesu anaanza kutamka maneno haya kwamba msihukumu msije mkahukumiwa? Baada ya Yesu kuwafundisha wanafunzi wake juu ya sala, na baada ya kuwafundisha namna gani ya kuweza kufunga na kutoa sadaka, akakazia juu ya udanganyifu wa kupenda mali na vitu vya kimwili hadi katika kuweza kuacha utumishi na kuweza kutumikia mali. Sasa ameamua kugusia mada muhimu sana, ambayo hiyo ni namna gani mwanadamu anaweza kuwatendea watu wengine. Yaani ni namna gani mimi Ukristo wangu ninaweza nikawatendea watu wengine. Ukristo wangu una maana gani katika maisha yangu na watu wengine? Kosa kubwa ambalo analotoa onyo kwa wanafunzi wake ni juu ya hukumu. Namna gani? Duniani hapa, dunia imejaa watu ambao wanajifanya kuwa wao ni waadilifu zaidi, na kazi yao ni kuhukumu watu wengine. Makanisani, katika maeneo ya kazi, katika jamii kwa ujumla, kwenye familia, watu kama hawa huwa hawakosekani. Ninajifanya kwamba mimi ni mwadilifu na kazi yangu ni kubwa ni kuwahukumu watu wengine, kuweza kukosoa watu wengine. Wakati wa Yesu anazungumza maneno haya kwamba msihukumu msije mkahukumiwa, kilikuwa ni kipindi ambacho aliwachukua mitume wake akawapeleka mlimani, na akazungumza jambo hili akitumia maneno ambayo yalikuwa yanafahamika kabisa katika mawazo ya kila Myahudi aliyekuwa anaishi katika maeneo hayo. Mara nyingi sana marabi wa Kiyahudi walipokuwa wanafundisha dhidi ya hukumu kwa watu wengine, walisema yeyote yule anayemhukumu jirani yake kwa upendeleo, walisema atahukumiwa vyema na Mwenyezi Mungu. Ukiona unatumia muda wako mwingi kuweza kuwahukumu watu wengine, ujiandae kwenda kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Katika hii Mathayo sura ya 7 aya ya 1 mpaka ya 5 kuna sababu kuu 3 ambazo zinampaswa kila mwanadamu aweze kuwa makini katika kuweza kumhukumu mtu mwingine. Sababu ya kwanza ni hii: huwezi ukajua ukweli wowote ule kwa mtu mzima amepitia katika changamoto za namna gani. Kwa nini mpaka amefikia katika mazingira kama haya? Hatujui amepita katika hali ngumu ya namna gani mpaka akafanya jambo kama hilo. Mara nyingi tunawahukumu watu walioko magerezani kwamba ni waovu, kwamba wameua. Hujui alipita katika mazingira ya namna gani mpaka akafika katika mazingira kama hayo. Tunawahukumu tu bure. Alikosa mwongozo, alikosa msaada alipokuwa amefanyiwa mabaya. Kwa hiyo badala ya kuweza kumhukumu kwamba huyo anafaa kwa mambo kama haya, tuingie kwanza tuangalie alipita katika mazingira namna gani mpaka akapata jambo hilo. Usihukumu mtu mpaka wewe mwenyewe uingie katika hali yake. Kwa lugha nyingine, usije ukamhukumu mtu mpaka umevaa viatu vyake. Hakuna mtu yote anayejua nguvu ya majaribu ya mtu mwingine alijaribiwa katika viwango vya namna gani. Hilo fundisho la kwanza. Fundisho la pili, hakuna mtu aliye na haki ya kuweza kumkosoa mtu mwingine.
isipokuwa yuko tayari angalau kuweza kujaribu kufanya jambo la kumfanya huyu mtu afanye vizuri. Biblia imesema kwamba wote tumetenda dhambi, wote tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sina haki ya kwanza kumkosoa mtu mwingine. Mfano, katika hali ya kawaida tu, ukienda kwenye uwanja wa mpira wa miguu, utakuta watu walioko huku nje wanawakosoa wachezaji vibaya mno. Ungefanya hivi, ungempatia pasi huyu, ungefanya hivi. Lakini wewe tukikupeleka pale uwanjani ucheze katika viwango vya yule alivyokuwa anacheza, hata mara moja, hata moja ya 10 huwezi kufikia. Na mfano mwingine, utajikuta kwamba kanisani kuna kundi kubwa la watu ambao wapo katika swala zima la kuja kuwakosoa wale watu ambao wako kwenye mimbari. Ningekuwa ni mimi, ningefanya hivi, ningehubiri hivi, ningefanya hivi. Panda wewe mimbarini hapa. Njoo katika ofisi hii. Njoo fanya kazi hii. Uone kama unaweza kufanya jambo hilo. Hujui huyu aliyoko mimbarini, hujui huyu mtu ambaye yuko katika ofisi hii amebeba msalaba wa namna gani. Ungeweza kumwonea huruma. Kwa hiyo badala ya kuweza kumhukumu huyu mtu, hebu basi tujaribu kuweza kumsaidia huyu mtu aweze kufanya vizuri zaidi. Na la tatu, hakuna mtu aliye na haki ya kumkosoa mwingine isipokuwa yuko tayari kujitosa katika hali yoyote ile kuweza kumsaidia huyo mtu. Ukiona kwamba huna muda wa kuweza kujitosa kwenda kumsaidia huyo mtu katika ile shida aliyokuwa nayo, atoke katika ile matatizo, usije ukamhukumu. Hakuna mtu ambaye amejitosheleza katika safari yake ya maisha. Wote tunahitaji umakini katika maisha yetu. Sasa Yesu anavyokataa habari za kuweza kuhukumu na anazidi kuongeza maneno haya kwamba unaangalia boriti lililoko katika jicho la mwenzako, unaangalia kibanzi ambacho kipo unaangalia boriti ambalo lipo katika unaangalia kibanzi ambacho kipo katika jicho la mwenzako, wakati mimi nina boriti. Yani mimi ndio na matatizo makubwa sana ambayo yameshindikanika. Kazi yangu kila siku nataka kukosoa maisha ya watu wengine. Anataka kutuambia kitu gani? Jambo la kwanza Yesu anataka kutuambia ni hili, kwamba maisha yetu lazima yajae upendo na huruma. Yani Yesu anatufundisha upendo na huruma. Alikuja kuokoa, si kuhukumu. Alikuja kulingana na Yohana sura ya 3 aya 17, kwa maana alikuja kuleta amekuja kufanya ulimwengu uweze kuokolewa kupitia yeye. Kwa hiyo kama Yesu alikuja katika maisha kufanya ulimwengu uweze kuokolewa kupitia yeye, si kuhukumu, basi na mimi pia niishi maisha ya upendo, niishi pia maisha ya huruma. La pili, Yesu alikuja kutoa msamaha. Ndio maana katika ile Mathayo sura ya 6 kuanzia aya 14 mpaka 15 alisisitiza Yesu juu ya msamaha. Alionyesha kwamba vile tunavyowasamehe wengine, na ndivyo pia Mwenyezi Mungu atakavyoweza kuja kutusamehe sisi na kuja kutuachilia, kutupatia yale. Nikimshikilia huyu mtu nikazidi kumhukumu, Mwenyezi Mungu yeye hawezi katika kuweza kunifanya mimi niweze kuwa mtu wa msamaha. Hawezi kunipatia yale ambayo ninayohitaji. Na la tatu, Yesu anakataa juu ya hukumu ili kuweza kuleta uelewano na maadili mema. Yesu alijua kwamba kila binadamu ana mapungufu. Alisema kwamba katika Mathayo sura ya 7 aya 1 na 2, msiye mkahukumu. Na ndio maana katika yule mwanamke aliyekuwa amefumaniwa, Yesu alisema ambaye hana dhambi aweze kuwa wa kwanza kuweza kumrushia jiwe huyu mwanamke. Na walianza wazee mpaka wale vijana wakaacha mawe yao. Nini? Wote walijikuta kwamba wana dhambi. Kwa hiyo katika maisha uelewano na maadili mema ndio yanayotupelekea katika swala zima la kutoweza kuwahukumu watu wengine. Na la mwisho, Yesu anakuja kutuletea mafundisho ya huruma. Alionyesha huruma yake kwa wadhambi. Ndio maana walimuita Yesu ni rafiki wa watoza ushuru na watu wenye dhambi. Ndio maana aliwapata akina Mathayo, aliwapata akina Maria Magdalena. Kama vile yule mwanamke Msamaria alikuwa mzinzi alivyoweza kuongea na Yesu. Kama vile wale wazinzi walipopata fursa ya kuweza kugeuka na kuanza maisha mapya wakati maisha ya zamani. Yesu mafundisho yake yalikuwa ni ya huruma. Tukiwa na huruma tutawapata hata wale ambao ni wa dhambi, tusije tukawahukumu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.